Sandra ni mmoja kati ya waigizaji wa kike ambao ni maarufu sana kwa kipindi hichi, na umaarufu wake umeweza kuonekana katika kazi zake za uigizaji ambazo anazifanya, na tamthilia kubwa ambayo imeweza kutufahamisha na sisi leo hii tunamfahamu Sandra ni tamthilia yake inayokwenda kwa jina la Love Me Again. Sasa leo hii natamani kukufahamisha Sandra ni mtu gani, ametokea wapi, safari yake ya uigizaji ilianzia wapi, na ni nani ambaye aliweza kumuinua katika uigizaji wake mpaka leo hii tunamuona Sandra ambaye anaonekana katika tamthilia ya Love Me Again. Lakini kabla sijaanza, tafadhali naomba ubonyeze neno subscribe linaloonekana chini ya video hii, ili kila mara ambapo tunapokuwa tunakuletea video za mastaa unaowapenda kama hivi unakuwa wa kwanza kabisa kuipata. Na mwishoni mwa video hii utakwenda kutuachia comment yako, share pamoja na like yako. Jina langu ni Neema Gabi na hii ni Bongo Vibe. Kwanza kabisa, jina Sandra sio jina lake halisi, hili ni jina lake tu la sanaa. Jina lake halisi anaitwa Aisha, ni mwenyeji wa Tanga na ni mtoto wa 4 kati ya watoto wanne, yani ni last born kabisa. Kwa upande wa kabila lake Sandra, yeye ni Msambaa. Kama tunavyofahamu Wasambaa ni watu wa Tanga. Sasa safari ya uigizaji ya Sandra ilianzia wapi? Sandra anatuambia kwa mara ya kwanza aliona tangazo la uhitaji wa waigizaji ambalo lilipostiwa na Clam Vevo, na yeye alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanapenda sana kuja kwa waigizaji wakubwa, na alikuwa anafahamu kabisa kwamba yeye ana kipaji cha kuigiza. Basi alipoona fursa hiyo hakutaka impite, aliweza kuchukua mawasiliano ambayo yalikuwa yamewekwa hapo katika hiyo posti ya uhitaji wa waigizaji na kuweza kuwatafuta watu ambao walikuwa wanahusika, na akaweza kupewa maelekezo kwamba atahitajika kufika kwenye crew, kwenye kambi ya Clam Vevo. Wanatuambia alikuwa na furaha kubwa sana baada ya kuwa ameweza kukutana na Clam Vevo. Aliona ni kama dunia yake imeweza kubadilika na mafanikio yake yalikuwa yameshaanza kidogo kidogo. Basi Clam Vevo akajaribu kumthibitisha kama ni mmoja kati ya watu ambao kweli wana kipaji cha kuigiza, na baada ya kujidhihirisha kwamba yeye ni muigizaji mzuri na anaweza kucheza vizuri katika tamthilia, basi akaamua kumweka chini ya uangalizi wa Bravo ambaye ni meneja wa Clam Vevo. Lakini swala hili la Sandra kuanza kuigiza lilikuwa kinyume kabisa na wazazi wake. Kwa mara ya kwanza kabisa wazazi wake walikuwa wana wasiwasi mkubwa sana, na wakiamini kwamba binti yao anakwenda kupotea mazima, kama ilivyo kawaida ya wazazi wengi kuamini kwamba mtu akishaanza kujihusisha na mambo ya mtandao anakwenda kupotea. Basi hata wazazi wa Sandra walikuwa wana wasiwasi hivyo hivyo. Lakini kadri siku zilizozidi kwenda, Sandra aliweza kuwaaminisha kwamba kile ambacho alikuwa anakifanya basi kilikuwa ni kitu halali kabisa, ni kitu cha kawaida kabisa kama kazi nyingine ambazo watu wengine wanafanya. Lakini pia Sandra anatuambia kwamba anamshukuru sana Clam Vevo kwa sababu yeye ndo chanzo kikuu cha mafanikio yake, yeye ndo kila kitu katika maisha yake, kwani bila yeye asingeweza kufika hapo halipo. Lakini pia tukaweza kumdodosa kuhusiana na movie za kibongo. Ni movie gani nyingine ambazo yeye huwa anapendelea sana kuzitazama tofauti na tamthilia zake? Sandra alijibu kwa majibu ya tofauti kidogo kwamba yeye huwa hafuatilii kabisa movie za kibongo. Yeye huwa anafuatilia movie za nchi nyingine kabisa, ili kusudi kupata ujuzi wa kuongeza vitu katika tasnia yake, lakini pia kupata mambo mengi sana ya kuongeza katika tamthilia zake. Tulishangaa sana kwa nini hataki kufuatilia movie za kibongo ambazo wanafanya Watanzania wenzake, lakini hili si jambo la muhimu sana. Na haya ni moja kati ya mafanikio ambayo bidada Sandra anayamiliki katika maisha yake baada ya kuweza kuwa star mkubwa sana wa uigizaji. Jambo la kwanza, Sandra anamiliki kambi yake kabisa, kambi ya uigizaji. Basi ana watu wake kabisa pale ambao anawalisha, anawasaidia kwa kila kitu, na wanamtegemea yeye kabisa, kiasi cha kwamba Sandra akianguka basi watu wote wameweza kuanguka. Lakini pia Sandra anatuambia ameweza kujenga nyumba yake kabisa pale Kinyerezi Mwisho. Lakini pia anatuambia anamiliki gari. Ni moja kati ya mafanikio ambayo Sandra anatuambia anamiliki katika maisha yake. Palipo mafanikio hapa kwa si changamoto pia. Sandra ameweza kutuambia changamoto ambazo alikuwa anazipitia tangia alipoweza kuingia katika ulimwengu huu wa tasnia ya uigizaji. Jambo la kwanza ni kwamba kuna kipindi anapotuambia ilifika ni kwamba aliweza kufukuzwa kazi. Hakuweka wazi kwamba ni kazi, ilikuwa ni kazi ya wapi, na
alikuwa anafanya kazi kwa nani hakuweza kuweka wazi, lakini inavyoonekana ni kwamba kuna siku alishawahi kufukuzwa kazi na alikuwa hana kazi yoyote ile, kwani alipoamua kujikita na tasnia ya uigizaji basi aliachana na kila kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku naye akakosa kazi. Ni moja kati ya changamoto ambayo ilishawahi kumkuta bidada Sandra. Changamoto nyingine ni kwamba ni baadhi ya waigizaji pale waigizaji wenzake pale ambapo wanakwenda kinyume na vile ambavyo yeye anavyotaka, yani anaweza kama amewapa simu wacheza, mwisho wa siku wanakuwa wana delay na vitu kama hivyo na kuleta ubishi kutokana na mishahara ile kubaliana nayo na vitu kama hivyo. Sasa mambo kama hayo katika maisha yake yeye anayaona ni changamoto kubwa sana. Je, ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza kutoka kwa bidada huyu? Una mawazo gani ya kumwambia, au una dukuduku lipi, au una kitu chochote kile kipi cha kuweza kumshauri bidada Sandra? Tuachie comment yako hapo chini kwenye comment section, lakini tu usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Jina langu ni Neema Gabi na hii ni Bongo Vibe. Mpaka wakati mwingine, bye bye.